وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, mimi naitwa Ibrahim Muhammad Khamisi Ramadhani Bakonzi, ni miongoni mwa viongozi wa Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania. Maksudio ya kuzungumza kwetu sio kulitapanya taifa. Maksudio ya kuzungumza kwetu sio kuchochea magomvi, bali maksudio ya kuzungumza kwetu ni kuonesha uhalisia wa mambo ulivyo. Ili ndio lengo la maksudio ya mazungumzo yetu, lakini pia kutoa fikra nini tunahisi kikifanyika tunaweza kurudi katika hali salama. Hayo ndio maksudio ya kuzungumza kwetu. Mengi wenzangu wamezungumza, lakini katika mijadala mingi iliyokuwa ikiendelea kabla hata ya kufikia tarehe ya uchaguzi, ilikuwa ni viongozi wa dini, hususani dini mbili, kuonesha kwamba jamii yao wanaigawa kwa utaratibu upi. Kwa mfano, kuna viongozi wa dini wengine walikuwa wakijielekeza kwa Mungu atujalie tuwe na amani katika taifa letu. Wakawa wanatokea wengine wao wanasema hapana, haiwezekani amani bila haki. Sasa kuna swala moja la kuelewa. Mimi naamini kama haiwezekani amani bila haki, basi na hakika mpaka hivi ninavyozungumza, toka miaka mingi ya nyuma Tanzania kusingekuwa na hiyo inayoitwa kwamba ni kisiwa cha amani. Isingekuwepo. Kwa nini nasema isingekuwepo? Maana yake haki kwenye jamii ya Watanzania, kuna jamii imepewa haki zaidi na kuna jamii imenyimwa haki zaidi. Kwa tafsiri hiyo, maana yake kama haki ndio ingekuwa msingi wa amani, basi Tanzania isingeitwa kisiwa cha amani, isingeitwa. Kwa nini nasema hivi? Katika nchi yetu ya Tanzania, kabla sijaja kwenye kuhitimisha nini tunashauri, katika nchi yetu ya Tanzania kuna mkataba au Memorandum of Understanding, MOU, ambayo hii imeandaliwa kati ya kanisa, maaskofu wa kanisa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkataba huu unahusika kwenye bajeti ya elimu na bajeti ya afya. Kila mwaka unaposikia bajeti inasomwa ya elimu, kuna mabilioni ya fedha wanapewa maaskofu kupitia hiyo bajeti. Ukisikia bajeti ya afya inasomwa, kuna mabilioni ya fedha yanatolewa wanapewa baraza la maaskofu. Hii maana yake nini? Hii ina maana kwamba kodi yangu mimi Muislamu inayochukuliwa ya wafanyabiashara wa Kiislamu inayochukuliwa, fedha ile kuna kundi moja limejitenga kuisubiri na kuichukua. Na hoja inayotumika ni nini? Inatumika hoja kwamba kanisa Katoliki linatoa huduma ya afya, kanisa Katoliki linatoa huduma ya elimu, kwa sababu hiyo lina haki ya kupata fedha kutoka serikalini. Sasa twende kwenye hali ya kawaida. Shule gani ya kanisa Katoliki ambayo ukienda wewe kumpeleka mtoto wako unalipa ada sawa na serikali? Shule gani? Mtajieni shule moja tu. Shule zote za makanisa Katoliki ada yao haina tofauti na shule za private. Kwa nini pesa ya Watanzania wote wapewe watu ambao ni kakikundi kawajanja fulani kamekaa kanachukua hiyo pesa, alafu wanakuambia haki? Kama ni haki inatakiwa izungumzwe kwa mapana. Hauwezi kuzungumzia haki kwenye jambo unalolipenda wewe tu. Kama ni haki ianze kwenye maeneo hayo. Haumwezi kuwa nyie ni kundi mnadhulumu wengine, mnajinufaisha nyie, alafu mnazungumzia haki.
haki ya namna gani? Hiyo ni haki imejengwa kwenye misingi ipi? Sio kwamba haya mambo tunayapenda. Niseme ukweli, yanatukwaza sisi Waislamu. Tunaumia kama ni elimu. Kwani Waislamu hawana shule? Wana shule ngapi wamejenga? Mbona hawapewi hela? Wanapewa Katoliki, kodi ya Watanzania wote. Alafu leo wanataka kujifanya eti wao ni watu wa haki. Wao ni wezi tu, sio watu wa haki. Ni dhulma wanaifanya. Kama ni watu wa haki, wasimame sasa waseme toka mkataba ule umeingiwa mwaka 1900 kama sikosei ni 96 kama sikosei au 92, kitu kama hicho. Toka wameingia mkataba ule, manake waziri alikuwa Luasa wakati huo, toka wameingia mpaka leo wawaambie Watanzania wamechukua fedha za walipa kodi wote kiasi gani. Waseme ukweli, tujue je ni watu haki? Vijana wanakosa mikopo, wanaenda wanafika pahala wanasoma katika mazingira magumu, lakini kuna wajanja fulani ambao Tanzania nzima wako kama 1,000,000, lakini wenyewe hao watu zaidi ya taifa lenye watu zaidi ya 60 na ushe, lakini hao watu 1,000,000 hawa na kidogo tu wanachotewa fungu la fedha za walipa kodi wote wanapewa wao, lakini serikali imetulia na inaendelea. Haya mambo tunataka serikali wajue yanatuuma sana. Ukisoma katika Memorandum of Understanding kuna kipengele kimewekwa cha kipuzi na kijinga, eti serikali isijenge hospitali za rufaa maeneo ambayo kanisa lina hospitali. Yani manake wanatengeneza mpaka biashara kwamba kama serikali ina uwezo wa kujenga hospitali ikatoa huduma kwa watu wake, wenyewe kwenye mkataba wanaitaka serikali isijenge hospitali, na ikijenga wanaihoji, mbona mnavunja mkataba, mnajenga hospitali sehemu si tuna hospitali? Hai, hawa ni watu wema hawa? Wana wema gani hawa? Someni historia. Kila kwenye migogoro Afrika kanisa Katoliki linahusika namba 1. Nenda kaangalia vurugu ya Kongo, vita iliyopiganwa siku 3 wakati wa Pierre Bemba. Nani alikuwa chokochoko? Kanisa Katoliki. Nenda kaangalie maandamano ya juzi Kongo, nani alikuwa chokochoko? Kanisa Katoliki. Nenda kaangalie mauaji ya Afrika ya Kati, nani alikuwa chokochoko? Kanisa Katoliki. Nenda kaangalie Rwanda, nani alikuwa chokochoko? Kanisa Katoliki. Njoo uangalie sasa nani chokochoko? Kanisa Katoliki. Tunaposema moja ya tatizo katika taifa letu udini, tusiache kusema ukweli. Udini Tanzania huko, tunaweza tukadanganyana tu pembeni kwamba unajua hakuna udini, tunazungumzia haki, sio mambo ya udini. Sio kweli, uongo. Udini huko tena kwa kiwango kikubwa. Takupeni mfano. Kenya Wakristo ni wengi kuliko Waislamu Kenya, lakini turudi Tanzania. Sensa ya kwanza ya mwaka 1967 Waislamu walionekana kwenye sensa hiyo wako zaidi ya 60%. Mwalimu Nyerere baada ya sensa hiyo akaondoa swali la dini, kwamba msiulizane kwamba dini gani, kwa maana dini haitusaidii kitu. Akaondoa lile swali, kukaa hakuna swali la dini mpaka leo. Tafsiri kama tunachukua sensa ya kwanza iliyokuwa na swali la dini, inaonesha Waislamu walikuwa wengi kwa zaidi ya 60% enzi hizo. Sasa tujiulize katika maswali ya kawaida, kama South Africa Waislamu ni wachache, Uganda Waislamu ni wachache, Kenya Waislamu ni wachache, kote hizi nchi nimestaja kuna mahakama ya kadhi. Njoo Tanzania, kwa nini serikali ilipotaka kuwapa mahakama ya kadhi mwaka 2005 kwenye walipoweka kwenye ilani yao ya uchaguzi kwamba watawapa Waislamu mahakama ya kadhi, wakamtuma Bernard Membe alipokuwa waziri wa mambo ya nje aende akafanye tafiti, aangalie je, mahakama ya kadhi ina madhara gani. Membe akaja bungeni akasema mahakama ya kadhi haina madhara yoyote. Kardinali Pengo akasema na mimi naunga mkono, haina madhara yoyote. Ndipo alipotokea Gwajima
akamtukana Pengo, amekula maharage ya Mbeya, amechanganyikiwa, amekuwa mwehu, akamtukana matusi Pengo, na teki ikaunga mkono kukataliwa mahakama ya kadhi, na serikali ikawasikiliza. Tumenyima mahakama ya kadhi. Jambo la Waislamu, mnapozungumzia haki, ni haki ya namna gani? Kwani Waislamu hawana haki ya kufaidi matunda ya taifa lao ambalo wamelipigania? Wametafuta uhuru wa taifa hili, hawana haki hiyo? Wenye haki hiyo ni Wakatoliki. Kwa nini mnafanya mambo ambayo tunataka tuseme wallahi wabillahi watallahi hatutani? Kuanzia kesho tunaanza taarifa rasmi kwa wahadhiri wote 3500 kila msikiti wapite Tanzania nzima kuanza kujipanga na kukabiliana na hao wanaoitwa wataandamana. Mtakuta tumekatana vichwa huko barabarani, wala hatuwatani. Wallahi tunakuapieni, kwa sababu tunaona hii nchi sasa inakwenda kuchezewa. Najua wengine mtakata shauri yenu, lakini huu ndio uhalisia, na wala hatubepesi macho. Tunawaeleza ili wajue, na ni bora muache kwa sababu bora wajue. Narudia tena, kama mnataka kwenda, kwanza mimi sina hela. Mimi sina hela, sina magari, sina nini. Nyie huko Makatoliki ndio mna mashule, mmejenga nchi nzima, mmeeneza nyie vyuo vikuu. Sasa mwageni mboga afu muone. Nataka niwaambie ukweli, kanisa Katoliki, na wala tuseme uongo, najua kanisa Katoliki ndio limemondoa Mbowe. Kwani hatujui mpango si umepangwa hapa Msimbazi Center? So wamekaa hapa wakamondoa Mbowe kwa mikakati na mipango, kwa sababu yeye ni KKT. Wakatengeneza mkakati, wakamuingiza Lissu kwa mipango yao na mikakati yao. Nani ajui? Tunajua. Alafu kanisa Katoliki wana swali moja ambalo mpaka leo hawajajibu. Dr. Slaa alipokuwa katibu wa teki alitueleza kwamba, angalieni clip mtasiona, alisema yeye aliziwia silaha zilizokuwa zinataka kuingizwa katika kupitia kanisa Katoliki. Swali mpaka leo Wakatoliki hawajajibu. Hizo silaha alizoziwia Dr. Slaa alipokuwa akiwa katibu wa teki zilikuwa zinapitishwa na nani? Na ndani ya kanisa huyo mtu alikuwa anataka kupitisha alikuwa anashirikiana na nani? Na hizo silaha zilikuwa zinakwenda wapi? Waje wajibu hilo swali kama wao ni watu haki. Mnazungumza haki gani? Haki gani? Sitaki kuuliza swali la silaha zina matumizi gani, kwa sababu silaha kazi yake ni kuua au kuvunja au kuharibu, au ndio hizo silaha za tarehe 9. Tuambiane ukweli, kama nyinyi ni watu wa haki, mngeanzia hapo kuwaambia umma kwamba tulikuwa hizi silaha zilikuwa zinapishwa na mtu fulani, huyo mtu alikuwa anawasiliana na padri fulani, huyo mtu tukamziwia. Bwana mtaji, tunajua moja ya chokochoko ni bandari. Tunaelewa everything, kila kitu tunajua. Tunajua mambo ambayo wizi unaofanyika pale bandari unaobarikiwa na kanisa Katoliki, tunajua. Sio kwamba tujui. Msifikiria hao Waislamu wa leo ni wale wa miaka ile. Sasa hivi sisi ni educated. Tumeenda shule. Tumesoma tena sehemu moja. Tumesoma dini, tumesoma sekula. Kama mnadhani sisi ni wajinga, basi mmepoteza maboya. Sisi sio wajinga, tunaelewa. Na kwa kuwa tunaelewa, msitumie hoja kwa ajili ya malengo yenu. Unajua Wakatoliki wanajifanya wana akili sana. Wanataka kutumia mgogoro huu uliotokea wa tarehe 29 kwenye uchaguzi. Lengo na makusudio ni nini unajua? Wanataka kutumia huo mgogoro kwa lengo la kutimiza lengo lao lililoko nyuma ya pazia. Tunaelewa hilo. Hatusemi kwamba ni haki watu kufa. Hapana. Kila mtu ana haki ya kuishi, na uhai wake unahitaji kuthaminiwa. Kila mtu. Lakini tunapaswa kujiuliza, mwanzo wa tatizo ni wapi? Tunajadili tatizo bila kuangalia chanzo. Chanzo ni haya matamko ya kuhamasisha watu, ndio chanzo. Haya matamko yanapo, kwa mfano leo nasema tafsiri yake ni nini?
Waadhiri wanatusikiliza, sisi ndio viongozi wao. Kigoma jana wameandaa taratibu za kuandaa kikao kwa taarifa zote, maana yake mikoa yote tumepeleka taarifa wafanye vikao na tumewapa agenda na nini cha kusimamia. Maana yake nini? Kama sisi viongozi wao tunaweza kufanya na watu wajue, waadhiri sisi hatujawahi kupoa. Kwa sababu mimi siogopi si jela si nini, mimi nishakamatwa kwenye mihadhara hii zaidi ya mara 22. Hawa wenzangu pia usiseme kwa hiyo mtu anaogopa. Kwa hiyo sisi wengine nimekwambia hatuna hela. Kwa hiyo sisi hata tungekuwa nazo hela sio kitu cha thamani kwetu. Thamani kwetu hiyo haki mnayosema basi iwe haki kweli, sio uongo. Jambo lingine, angalieni matukio ya wizi kwenye nchi. IPTL akaunti ya Tegeta Escrow, katika majina yaliyotajwa kuiba hizo hela, benki iliyoshiriki kuiba hizo hela, benki ya kanisa inaitwa Mkombozi, au mmesahau? Miongoni mwa maaskofu waliotajwa Kilaini milioni 80 Kalamba, mpaka leo hawajarudisha hela hawa, na wengine wametajwa mpaka leo hela hazijarudi. Hela za wajile jasho waweza kuwa wanalipa kupitia umeme, hela imeenda, kuna wajanja fulani wameenda wamekaa wameipiga hiyo hela. Kama wao ni watu wa haki, watuambie wamechukua hizo fedha za nini. Ukiangalia kuna shirika linaloitwa Sikiliza, walitoa ripoti yao. Katika ripoti yao inasema serikali imepoteza zaidi ya bilioni 670. Shirika la Sikika lile, zaidi ya bilioni 670 wamepoteza. Kwa nini? Kutokana na misamaha ya kodi, zaidi ya bilioni 670. Wanaoongoza kwa misamaha ya kodi kwenye eneo hili ni kanisa Katoliki. Misamaha ya kodi ya magari makubwa wanaoyatumia haya hawalipi kodi. Wanaingiza vifaa vya ujenzi hawalipi kodi. Tukienda hospitali kwao hela nyingi, mashuleni hela nyingi, afu wao wanasimama mbele za watu, sisi ni watu wa haki. Haki gani? Nyinyi ni haki au nyinyi mnatengeneza mipango ya kunufaika? Tunasema hivi, this time hatuwezi kuwa silent, hatuwezi kukaa kimya. This time tumejipanga kabisa, na mtaona kama nafikiri masala hao watakaoingia sasa waingie, alafu mtasikia kitakachotokea. Mtasikia wala tutanii. Tumejipanga kweli kweli, kwa sababu tunahitaji nchi kweli iwe na amani, lakini tuheshimiane. Sio kwamba tunaitetea serikali lakini tunashangaa, mbona hii haki haitetewi kwa usawa? Mbona watu hawa, akiwa Muislamu akifanya jambo linaweza kweli ikawa ni baya, kwa sababu mwanadamu akifanya nini hajakamilika, lakini mbona nguvu inayotumika hawaitumii nguvu ya namna hiyo akiwa Mkristo tena Mkatoliki? Mbona nguvu hiyo haitumiki? Kwa nini nguvu hiyo inatumika akiwa Muislamu tu? Hii inatupelekea mashaka. Lakini vile vile Chadema tunajiuliza maswali, wameingia mkataba gani na kanisa? Na hii wala sio masala. Sisi kwa mwenendo wa Chadema tutaanzisha harakati maalum ya kuipiga vita kwa Waislamu isiungwe mkono, na tunaweza na tuna njia za kuongea na waumini wakatuelewa. Kwa nini? Kwa sababu tunaona wametengeneza bond kati ya Chadema na kanisa Katoliki. Kama kuna kamkakati fulani kanatengenezwa baina yao kwa ajili ya maslahi. Sasa mtu yoyote akikupambania lazima kuna namna ya kulipa fadhila. Sasa isije kawa kuna mikataba ya siri ambayo imefanywa baina ya kanisa Katoliki na Chadema. Inawezekana. Kwa namna hiyo hatuwezi kukubali. Ili taifa la kwetu sote. Taifa hili la Wakatoliki, Waanglikana, Wasabato, Waislamu wa madhehebu yote, wote kwa ujumla, ili ni taifa letu. Nini sasa? Kwa kuelekea kumalizia, niseme kuna jambo moja muhimu sana. Kwa kumalizia, watu wanaweza kuuliza, mnashauri nini? Cha kwanza, sisi tunaamini kwenye mazungumzo. Mazungumzo yanajadili mambo mengi. Kama tuna shida ya katiba,
maana yake kwenye mazungumzo tutajadili. Kama ni tume huru ya uchaguzi, kwenye mazungumzo tutajadili. Kwa hiyo mimi nataka niseme tujadili kwenye mazungumzo. Kwa mazungumzo yawe na nia njema, sio kuna mtu mmoja anaitwa Malisa. Yule Malisa ametangaza kwamba ana kamati yake inaitwa kamati ya maridhiano ya taifa. Sasa tujiulize maswali. Huyu Malisa ndo alikuwa mjumbe katika halmashauri kuu ya CCM. Huyu Malisa ndio mtu wa kwanza kumpinga Mama Samia asiwe nani? Rais. Leo huyu anapataje kibali cha yeye kuwa ndo sehemu ya kutengeneza kamati aliyakuwa hata kabla ya machafuko tulikuwa tunajua lengo lake na nia yake? Alafu kwenye hayo maelezo yake, kamati yenyewe ilivyoundwa ndo kichekesho. Kamati imeorozesha maaskofu na wachungaji, alafu wakamchukua Sheikh Ponda wakamdumkiza pale ili angalau watu waseme na Ponda yumo. Lakini wachungaji zaidi ya 8, maaskofu wamejaa. Hiyo ni kamati ya kitaifa, kamati ya kanisa. Hamwezi kutengeneza kamati ya kanisa alafu mnasema hii ndio kamati ya kitaifa. Alafu tamko lake nini? Lile alikuwa anasema hata kabla ya machafuko, Mama Samia ajiuzuru. Asipojiuzuru basi atakiona cha mtema kuni. Sasa tunasema mwaka huu njooni alafu mtaona mimi tunakwenda kufanya. Hamtaamini. Kwani hayo mambo mnayafanyia mbinguni? Si kwenye mitaa yetu hii. Sasa subirini. Wala tutani. We are serious. Kwa hili jambo tunatoa tahadhari hii ili baadaye wasije kusema hatukusema. Narudia tena, tunatoa indhari, tahadhari hii ili baadaye wasije kusema hatukusema. Tunaanza operation maalum ambayo itakuwa ni operation ya mikoa, na tunawashukuru sana baadhi ya wadau wetu wa umoja wa hadhiri wa Kiislamu, wahadhiri wenzetu wenye uwezo kidogo kutusapoti uwezo wa kuzunguka Tanzania. Tunawashukuru sana, Mungu awalipe. Maana yake tunaanza operation, na katika operation yetu hiyo itakuwa inaenda na vikosi maalum vya kazi. Hatutanii, tunaenda kufanya hiyo kazi. Tuko tayari kwa lolote this time. Kama wanataka amani, tuko tayari kwa amani. Turudi tuangalie changamoto zilizoko. Kama shida ni katiba, tushughulikie swala la katiba, tupate katiba ambayo Watanzania wataridhika nayo. Kama shida ni tume huru ya uchaguzi, tushughulikie tume huru ya uchaguzi ambayo Watanzania wataridhika nayo. Kama kuna makando ya hapa na pale, yashughulikiwe kwa nia njema la kuunganisha taifa, sio kwa nia ya kumkomoa mwingine. Kama tunazungumzia adhabu za mauaji kwa watu waliopita, tuanze kwa Mkapa, kwa sababu tunajua viongozi wako hai. Sumai yuko hai mpaka leo. Tuanze kwa Mkapa, wakina Sumai wote waende jela kwa mauaji ya Zanzibar. Tuwakamate mmoja mmoja, alafu tuje mpaka kwa Nyerere waliokuwepo nzile. Maki wapo tunawajua, japo ni wazee sana, lakini hatia sitakuwepo. Tuanze hapo sasa. Sio tu tunazungumza vitu kwa ajili ya kubebana na kuangalia wengine kwa thamani yao na kwa ajili ya kuwabeba wengine. Ndugu zangu, namaliza kwa kusema kwamba ni lazima ifike pahala sasa taifa hili lisiwe taifa la kikundi fulani ndo kanaonekana kana heshima, ndo kanaonekana kanasema mambo ya maana wakati kuna wengine wanaonewa. Nawashukuru sana ndugu waandishi wa habari wa Tanzania mlotusikiliza, lakini tunasema ndo kwanza tumeanza kazi. Yaani leo tumefungua kazi yenyewe inaendelea sasa. Mtaona kitakachotokea kama haitatumika busara ya kulijenga hili taifa. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.